Hizi ni siri ambazo watu wengi hawazijui, lakini wacha leo tuendelee kuziweka wazi. Ikiwa hujaoa, mafunzo ambayo umepewa ni kutafuta, wamekupa sifa za mwanaume na wamekupa sifa za mwanamke. Kama wewe ni mwanaume, kwamba mwanamke fulani ndio unapaswa kuoa, mwanaume fulani ndio unayepaswa kuoa. Kwa mwanaume anahangaika kutafuta mwanamke wa aina fulani, mwanamke anapaswa anahangaika kutafuta mwanaume mwenye sifa fulani. Ukweli ni huu hapa. Wewe huhitaji umbo la kiume lenye sifa fulani, bali unahitaji mtu aliyejitambua. Wala huhitaji umbo la kike lenye sifa fulani, unahitaji mtu wa kike aliyejitambua. Swali gumu ni hili ambalo unapaswa kujiuliza wewe mwenyewe. Ninawezaje kumtambua mwanaume aliyejitambua ikiwa mimi sijajitambua? Nawezaje kumtambua mwanamke aliyejitambua ikiwa mimi sijajitambua? Na huo ndio mtego ulipokuwa. Walikufundisha kuwatambua watu wengine, kuwajua watu wengine, kuwafikiria watu wengine, kuwaza habari za watu wengine. Wakakuzuilia kujitambua wewe. Ndio maana watu wengi wameoa na kuolewa na ndoa zinawasumbua, kwa sababu waliweka nguvu zao nyingi katika kuwatambua wenzi wao badala ya kuweka nguvu zao nyingi katika kujitambua. Nao tatizo lingine linazaliwa. Umeweka nguvu nyingi katika kujitahidi na kutaka na kutamani kumtambua sana mtoto wako, lakini hujajiuliza kwamba mimi je, najitambua? Sizungumzii habari za kujifahamu. Najua unajifahamu kwamba wewe ni mama. Nazungumzia habari za kujitambua. Je, unajitambua? Basi unawezaje kutambua makosa ya mwanao ikiwa anafanya vizuri au vibaya ikiwa wewe mwenyewe bado hujajitambua? Fikiria. Wengi wanalilia